Karibu sana mtazamaji wa Bongo Headlines, tupo na mchungaji wa Yanga na tupo kwa ajili ya kujadili mchezo wa dabi ambao utachezwa siku ya kesho majira ya saa 12 katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kati ya Young Africans dhidi ya Wekundu wa Msimbazi. Wekundu wa Msimbazi kwenye mchezo huo wapo nyumbani na wapo wakiwa na hali ya kujiamini ya kutosha kabisa mara baada ya kushinda kwenye mchezo wa muungano dhidi ya hao Young Africans. Tupo na mchungaji kwa ajili ya kuzungumza hali ilivyo kuelekea kwenye dabi. Mchungaji, shikamoo. Marhaba, habari yako bwana? Mimi niko vizuri, upo vizuri? Niko vizuri, Mungu anasaidia. Mungu mwenyezi wa duniani hapa anatujalia, anatukirimu baraka zake. Shukuru kwa wote. Mchungaji, mchezo uliopita wa muungano Simba Sports Club wamepata ushindi katika dakika 120, lakini ni mchezo mwingine wa NBC Premier League ambao utachezwa siku ya kesho. Nini ambacho unakiona mchungaji? Na hivi sasa wameshatangaza tokea jana saa 2 ya usiku kwamba tiketi zote zimekwisha za mzunguko, yani daraja la chini au kiwango cha chini cha shilingi 15,000. Tiketi zimeshakwisha. Kwa hilo unazungumzia vipi? Mimi nazungumzia kwamba dabi itakuwepo na wanayanga tunaomba kwa wale waliopata tiketi wakatuwakilishe kuishangilia timu yetu, lakini sidhani kama wanayanga watakuwa wamepata nafasi kwa jinsi ya ukatishwaji wa tiketi, kwa sababu mimi nilikuwa nataka kwenda lakini sijui zinapatikana wapi. Kwa hiyo kwa sababu wao ndio ni wenyeji wa mchezo, nafikiri walikuwa wamefanya siri jinsi ya kuzipata tiketi, kwa sababu namba inayotakiwa ni ndogo, huenda wakawa wamezimaliza wenyewe tu zote alafu ndo wakatoa nani ya kukata tiketi. Sina uhakika kama wanayanga watakuwa wengi, lakini mimi nasema kukosekana washangiliaji kwenye mechi sio kama ndo tunaweza tukapoteza, kwa sababu tumeshacheza viwanja vya namna hiyo vingi. Tumeshacheza na Africans Uarabuni kule, wao wote kasoro sisi tu ndo tulikuwa sio Waarabu, lakini tulishinda. Tukaenda wapi, Mselaja Algeria, nafikiri wote waliona. Kwa hiyo kujazana, Yanga kukosa nafasi ya kwenda kushangilia timu sio kwamba ndo tiketi ya wao kupata ushindi. Kama wamefanya hivyo, kuchelewa kutangaza kwa ajili ya kukata tiketi ili wazipate wao, tunasema Mungu atatubariki na tutacheza mpira. Vijana wangu na waomba ili wajitahidi tuweze kupata matokeo tarehe 3 kesho, kwa maana ya kesho, ili waweze kutufariji. Ya Zanzibar yameshapita. Timu kama timu ya mpira huwezi ukawa unacheza unashinda wewe tu. Kwa hiyo vijana wamepambana, hatuna cha kuwadai, wamepigana kama dabi, wamecheza kwa kuiheshimu, isipokuwa tu kwa sababu ilikuwa mshindi lazima apatikane. Bahati haikuwa yetu, ikaangukia katika dakika za mwisho. Basi tunashukuru Mungu kwa hiki kidogo alichotupa, kukosa ubingwa katika hiyo mechi, lakini ameshatupa ubingwa sana katika hiyo timu. Kwa hiyo sisi tunasema Mungu alichotujalia kwa shukuru, tunashukuru. Tunaenda tena kupambana katika hiyo mechi ya tarehe 3. Vijana naomba wapambane kwa kulinda nembo ya club. Mchungaji, mchezo uliopita watu kadha, hasa kuna wengine mashabiki wa Yanga, wengine watu wa soka, wanasema kwamba kocha Pedro alikosea kuziendea substitution zake, yani mabadiliko yake aliyokuwa anayafanya ni kama Steve Becker alikuwa yuko mbele ya muda kuliko Pedro Gonçalves. Pengine nini ambacho umekiona kwa Pedro, na kama ni ya kurekebishwa basi yarekebishike? Yanga ina mafans wengi sana na kila mtu atakuja na wazo lake. Mwingine anasema kocha kakosea, mwingine anasema yule dogo katafuta penalty ilikuwa haina sababu ya kufanya. Kwa hiyo mimi nasema sasa hivi kwa maumivu alionayo kila mwana Yanga, kila mmoja atasema lake. Kwa hiyo mwalimu kama mwalimu tumwache kwanza. Kuna mechi ya tarehe 3 ambayo inakuja, tunatakiwa tucheze kwa kushirikiana, kwa kuungana, kwa bila kuwa tena na mafungu. Kama kocha amesha tokea tatizo lile la kufanya sababu ambazo hazieleweki, na yeye yupo anaona. Kwa hiyo yeye mwenyewe kwanza ataanza kujuta kabla ya sisi. Kwa hiyo nafikiri mechi inayokuja atakuwa makini kuliko sisi tunavyoweza kumshauri. Yeye mwenyewe ndio taaluma yake, na yeye mwenyewe kama alifanya kosa likamgharimu, yeye ndo analiona kwanza. Kuna yeye, kuna wasaidizi wake na kuna viongozi wanaweza wakamshauri, lakini tena sisi tukianza kulalamika sana huko mitandaoni,
nao mitandao wanaisoma, tunaweza tukawatoa kwenye reli wachezaji wetu. Lakini yote kwa yote, mimi namwomba Mungu atujalie hiyo mechi tuweze kushinda ili kuweka mzani sawa katika klabu yetu. Ahmed Ally, afisa habari wa klabu ya Simba Sports, amewaambia wana Simba, amewaambia mashabiki na wadau wa upande wa Simba Sports Club kwamba huu mchezo wetu ni muhimu kuliko hata ule uliopita, na kwa namna yoyote na kwa mbinu yoyote tuhakikishe kwamba mchezo huu tunakwenda kushinda. Kwa kauli kama hizi za afisa habari, kwa upande wenu haziwashtui? Sisi hazitushtui kwa sababu hata zile mechi 6 tulizowafunga hakuna mechi ambao walihamasishana kwamba twendeni tunaenda kufungwa. Zote walikuwa wanahamasishana twendeni tunaenda kushinda, tuungane tushinde hii mechi, lakini wanafungwa. Kwa hiyo hayo maneno sio kama ndo yanaenda kuwapatia ushindi. Hayo maneno kwenye mpira yapo. Huwezi ukawakatisha tamaa wapenzi wako kwambia timu yetu sasa hivi mbaya sana, tunaweza kupoteza tena kwa mara ya ngapi. Huwezi ukasema. Kwa hiyo hata kama wewe mwenyewe unaiona timu yako haiko sawa, utawaaminisha tu wafuasi wako, bwana twendeni, tuko vizuri, tutaenda kupigana. Kwa hiyo yale ni maneno ya msemaji ambaye anafanya kazi pale, anatetea kibarua chake na anapigania nembo ya klabu yake. Kwa hiyo yeye vyovyote atakavyosema yatabaki kuwa ya kwao. Sisi tutabaki kuwa na ya kwetu. Sisi tutaenda kupambana kadri na tulivyojipanga, kadri na tunavyoiendea mechi. Hatutaenda kwa kupigana na yale maneno ya Ahmed Ally. Yule ameshasema kuambia watu wake, na sisi kuna ya kwetu ambao tunaambiana sisi. Kwa hiyo mimi nafikiri hilo la Ahmed Ally alilosema watalishika watu wake, sisi tutashika ya kwetu, ndo mpira unavyoenda. Hili la tiketi, mchungaji, wewe unalitafsiri vipi? Tiketi ni watu 8,000 tu. Kwa hiyo yani tiketi 8,000 hata kwa saa moja wangeweza kujaza. Kwa hiyo la tiketi tuliache kwa sababu wamechagua uwanja mdogo sana ambao wala hata uwezi kuongelea mambo ya tiketi. Ni uwanja mdogo, watu 8,000 tu. 8,000 si unakatwa tiketi na mtu, yani saa moja tu, tena kwa timu moja tu. Ahmed Ally kuna vitu amevitaja jana kipindi anazungumza. Amesema ni vitu vitatu ambavyo kwetu ni muhimu sana katika mchezo huu. Ameanza kutaja historia, kwamba historia ya Simba na Yanga, hiyo ndo kitu ambacho inatupa mwamko mkubwa wa kushinda hii mechi. Lakini pia amekuja kutaja nafasi katika ligi kuu ya NBC, yani nafasi ya kutoa ubingwa. Akamalizia na jambo la mwisho. Pengine kwa upande wa Young Africans, hii ni mechi ambayo mnaitazama kama mechi ya uamuzi wa bingwa wa ligi, ama kwenu bado mnaona nafasi ipo ya kuendelea zaidi? Sisi tunaitizama kama mechi ya ligi. Tumfunge Simba, hizo za mbele zitajileta zenyewe. Kwanza sisi tunaitizama hii kulinda pointi zetu tulizonazo, le gap tulilonalo. Kwa hiyo yeye kama anaona kwake inaenda kumtafutia ubingwa ni yeye, lakini sisi hii haiendi kutupa ubingwa, isipokuwa inaenda kutuimarisha kuendelea kutetea ubingwa. Kwa hiyo kama yeye anaona kwamba hii mechi sisi akitufunga amekuwa bingwa, basi ni mawazo yake, lakini sisi tunasema mechi bado ziko nyingi. Hata kama tutapoteza hii, bado kuna mechi zingine mbele. Kwa hiyo nani bidii tunayoingia nayo kwenye mechi hii ya kesho, na ndo bidii tutakayoingia nayo kwenye mechi zingine zozote za mbele zinazokuja. Sisi hatuangalii mechi moja, tunaangalia mechi nyingi. Tunaweza tukamshinda Simba, tukafungwa mechi 3 zinazokuja, ubingwa tutakuwa tumeupataje? Kwa hiyo sisi tunaingia tukiwa tunajua tuko kwenye race ya ubingwa. Kila mechi tunaipa umuhimu. Umuhimu tunaoenda kuingia nao ni wa kutafuta kombe, sio wa kumshinda Simba peke yake. Kwa hiyo sisi tutapigana tupate matokeo mechi inayokuja. Tukiyakosa mechi inayokuja, tutatafuta mechi zingine. Kwa hiyo yeye kama ana target ya mechi moja, sawa, hayo ni mawazo yake na mawazo ya timu yao, lakini sisi tuna mawazo ya mechi zote zilizosalia, tufanye vizuri ili tupate kombe. Kwenye eneo la waamuzi, wanatajwa waamuzi kutokea nchini Morocco, huenda ndo wakawa mapilato wa kuamua mchezo huo. Kwa upande wako, mchezo uliopita pale Kombe la Muungano aliamua muamuzi wakati kutokea pale nchini Kenya, lakini hii nayo taarifa zinasema kwamba wanatokea nchini Morocco. Nini ambacho unaona kwenye hatima ya waamuzi hasa wa ndani ambao kwa hivi sasa wameingiwa na vuguvugu la kuvamiwa sana kwenye mitandao ya kijamii na kusemwa sana na wadau? Kwanza mpaka sasa hivi mimi sijajua refari halisi ni yupi. Sijajua ni marefari gani wanaochezesha hizi mechi. Labda wewe mwandishi unaweza ukanisaidia kwamba umeshaona ile
setup ya marefali ambao wametangazwa? Bado hakuna taarifa rasmi. Sasa kama mpaka leo bado masaa 24 tu mechi ichezwe, hakuna marefali, sasa utaongeleaje? Utaongeleaje watu ambao huwajui? Utaongeleaje watu ambao lani hujui wanatoka nchi gani? Kwa hiyo watakapotajwa tutajua kwamba ni marefari wanatoka nchi gani au ni wa hapa hapa. Lakini pia kwani kanuni zinasemaje? Kwa nini mpaka sasa hivi hawajatoa marefari? Kuna usiri gani mpaka wafiche namna hiyo? Na wao hii mechi wanaijua toka zamani. Kwa nini wasitangaze marefari mapema? Nini wanakificha? Kwa hiyo pale mtu akisema kwamba tunahujumiwa, anaweza akasikilizwa, lakini sasa huwezi ukasema tunahujumiwa kwa sababu hawa hatuna uhakika kama hao wenzetu wameshapewa hiyo nani ya marefari. Kwa hiyo sisi tunashangaa tu kwa nini mpaka leo hii hawajatoka marefari. Na kawaida wao wanatoka karibu siku 3 au siku 4 nzima ili watu wajue refari nani. Hii mbona mpaka watu wanaenda uwanjani refari hajulikani? Sasa hii inaleta picha gani? Hii nayo mtu akitokea mmoja akasema tunahujumiwa, lazima atasikilizwa, kwa sababu haiwezekani. Mimi sijawahi kuona dabi ambayo ni dabi kubwa inatizamwa na watu wengi mpaka leo ile lineup ya marefari haijatolewa. Basi kwa sababu sio mchambuzi sana wa mambo ya marefari na mambo ya TFF wanaendeshaje, lakini wametuzoesha kutoa mapema, na napata kigugumizi kwa nini hii wanachelewa sana kutoa. Kuna nini nyuma yake? Unaiona kama changamoto? Ni changamoto obviously, kwa sababu kama wamezoea kutoa kabla ya siku 5, siku 4, siku ngapi, kwa nini hii na uspesho gani mpaka ichelewe kutolewa? Kuna nini kinachofichwa? Basi anyway, kwa sababu sisi ni wadau, tunahoji tu. Kama wana majibu watatujibu, kama kuna mwingine anajua vizuri atatueleza, lakini ukweli ni kwamba kule kuchelewa kutolewa marefari inaleta maswali. Mchungaji, tumalize kwa hili. Katika mchezo wa Muungano ambao hata wiki ijaisha mnakutana kwenye mchezo mwingine, Simba alikuwa bora kwenye eneo gani? Wote walikuwa bora, kwa sababu kama angekuwa bora sana angeshinda katika dakika 90. Lakini dakika 90 zilisha, dakika 120, dakika zile 30 za nyongeza zilikaribia kuisha. Kwa hiyo ina maana wote walikuwa sawa, wamebalance tu. Kwa sababu hiyo kufungwa bado dakika 2 mpira kuisha, sio wa kwanza Simba tu. Hapa Taifa, uwanja wa Taifa hapa, Kombe la Kagame, si ndio? Dakika 100 na dakika 90 zimeisha, dakika 120, dakika 30 zimeongezwa, dakika ya 118 Rashid Gumbo alipiga cross akafunga Samoa, Simba akafungwa. Kwa hiyo ni mambo ya mpira tu, sio kama hiki kimetokea kwetu sisi ndo tuone kwamba tuna bahati mbaya sana kwenye mpira. Mambo haya yanatokea. Kufungwa bado dakika 2 mpira uishe, yalishatokea kwenye timu hizi. Kwa hiyo kama limetokea kwetu, basi ndo Mungu alivyokuwa amepanga, lakini sio kusema kwamba labda Simba walikuwa bora sana kuwazidi Yanga. Yanga hata nao pia walikuwa bora, kwa sababu uelewe mpaka dakika 45 zinaisha hakuna shot on target hata moja Simba. Unakubali kabisa? Kwa hiyo sasa kama alikuwa bora, kwa nini alikuwa hajapiga shot on target? Kwa ni balance tu, kume balance imetokea kwamba huyu kakosa matokeo, ndio inaonekana kama alikuwa amezidiwa. Kwangu mimi kwa jicho la mpira naona ule mpira ulikuwa balance 50-50. Itaongeza pressure kwa Young Africans kama atapoteza mchezo wa kesho? Young Africans ni timu kubwa ilishokomaa. Kama tutapoteza hii, tutahesabu kwamba bado tuna mechi zingine za kupambania pointi zetu. Kwa hiyo tutajiimarisha kwa zile mechi zinazokuja. Hatuwezi kupoteza hii basi tukalegea kabisa au tukatoa matumaini ya ubingwa. Bado tuna mechi zaidi ya 9 mbele. Kwa hiyo hata kama ukishinda hii, ukipoteza 6 zinazokuja, ubingwa utaupata. Kwa hiyo hata kama tukifungwa hii, tukimarika katika zile 6 zingine 9 zingine za mbele, tukishinda zote, bado tutakuwa tuna gepu nao. Kwa hiyo sisi tunaomba wachezaji wetu wakapigane, wapambanie nembo, na sisi tuko nyuma yao. Yatakayotokea yote tutayaona, lakini sisi kama wazazi wao, kama washabiki wao, tunawaombea kwa Mungu ili waweze kujituma, washinde hii mechi ya tarehe 3. Shukrani sana mchungaji. Asante sana bwana.